bado unamfikiria sana ex wako na unatamani arudi tena. Kwa kifupi ni kwamba bado unampenda na unatamani kujua ufanye nini ili kumrudisha kwenye maisha yako. Kitu cha msingi cha muhimu wewe kufahamu ni kwamba ex ili aweze kurudi kwako ni lazima avutiwe na wewe. Na mvuto unaambatana na heshima. Yaani lazima awe anakuheshimu. Labda mpaka mkafikia hatua ya kuachana, labda ulichoka, uliona kwamba hakuheshimu, hakujali, hakuthamini, hajitoi kwa ajili yako wala hajiongezi kwa ajili yako, ukachoka, lakini bado unahisi kwamba kuna vitu anavyo, kuna namna anafaa kabisa kuwa wa kwako, ila kuna mambo ambayo hayajakaa sawa na kubwa ni heshima kwako hakuwa nayo. Kwa hiyo wakati unawaza kumrudisha kwenye maisha yako, ni lazima uende katika step sahihi ili akirudi mambo yasirudie kuwa yale yale yatakayo kufanya uchoke tena na kuendelea kuumia. Sasa tuangalie nini ambacho hutakiwi kufanya, mambo ambayo unatakiwa kuyaepuka ili heshima yako irudi. Manake kama nilivyosema, mpaka mnaachana heshima ilikuwa imepungua. Kwa ufanye nini ili heshima yako irudi? Jambo la kwanza, acha kupiga simu na kutuma ujumbe mara kwa mara, kujielezea sana, au kutumia watu kumpa taarifa kuelezea kwamba unampenda, unamhitaji, kwamba umekosea, umejishusha sana, unakubaliana na mambo yake yote, unamsamehe kirahisi. Acha kufanya hayo mambo, acha kutumia nguvu nyingi katika kumuelewesha. Huwezi kumrudisha kwa maneno mengi wala kujielezea sana, kwa sababu mapenzi hayataki maneno mengi. Mapenzi yanaongozwa na hisia. Kosa la pili ni kutumia huzuni, kujisononesha. Kama unaomba msaada, yani unatafuta huruma, akupende kwa huruma, unatumia mambo ya kutia uchungu, kumbuka tulifanya hivi, kumbuka nilishakufanyia hivi, kumbuka nilikupaga msaada hapa na pale. Yani unatumia vitu ambavyo moja kwa moja vinaonyesha kwamba unataka huruma. Huruma ni jambo lingine na upendo au mapenzi ni jambo lingine. Ukitumia hiyo mbinu atakudharau zaidi, au anaweza kweli akapata huruma akawa na wewe, lakini hiyo ni huruma, sio mapenzi. Atakuwa na wewe kwa kipindi kifupi, lakini bado atabadilika, endelee na tabia zile zile za kutokuheshimu na kudharau, kwa sababu hajarudi kwa sababu ya upendo, amerudi kupitia huruma. Haitakaa muda mrefu. Kosa lingine ni kukubali kila kitu anachokwambia. Mikakati yake, mipango yake, sheria zake, zingine ni mbaya, zingine hazifai, lakini kila anachokwambia wewe unakubali kwa sababu tu unataka uwe naye. Moja kwa moja inafanya kudharau zaidi na akuchukulie wewe ni mrahisi sana, akuchukulie wewe ni wa thamani ndogo sana. Manake mapenzi yataongozwa kwa sheria zake, manake wewe ni kama haupo. Na mtu kama huyo anaweza kweli akarudiana na wewe, akaweka sheria zake, wewe uko umejishusha, unakubali kila kitu anachokwambia, na hatimaye atakachofanya ni kutafuta mtu mwingine wa level zake, mtu ambaye wataenda naye sambamba, kwa sababu mtu mwingine atamchallenge, atampa idea mpya, ataongea naye, atakataa vitu ambavyo sio sahihi. Wewe unakubali kila kitu, ataona kwamba wewe hujielewi, ni zuzu, unapelekwa, una njaa sana ya kupendwa, yani unakuwa umepoteza mvuto kwake. Jambo lingine ambalo ni kosa ni pale ambapo wewe utaumizwa, utaonyesha kuumia, utahangaika, utaanza kuongea sana endapo utamuona ameanza mahusiano na mtu mwingine. Kitu ambacho unatakiwa ufahamu ni kwamba hayo mahusiano mara nyingi huwa hayadumu. Yani pale mtu ameachana na wewe, labda mlikuwa kwenye mahusiano muda mrefu, mmeachana kidogo, yeye kashaanza na mahusiano na mtu mwingine, yani huwa hayadumu. Labda anajipooza kupunguza uchungu, labda amekurupuka, mara nyingi sana huwa hayadumu kwa sababu na yeye hajapata utulivu. Kwa hiyo si kitu ambacho kinatakiwa kikuumize au kukuchanganya akili ukiona anamposti mtu mwingine na anafanya show off. Mara nyingi hizo ni vitu ambavyo anavitumia kukuumiza wewe,
kukushusha, kukuadabisha, kukufanya ujione kwamba wewe hufai. Kwa hiyo usiingie kwenye huo mtego, unatakiwa utulie na isikuumize, isikuchanganye, uiache iende kama ambavyo inaenda, lakini wewe kichwani una mkakati wako kamili. Maana yake mara nyingi vitu vinavyotokea leo haimaanishi kwamba ndio vitakuwa hivyo hivyo maisha yote. Ni kitu kinatokea na kitapita. Kosa lingine ambalo unaweza kulifanya ni kumuonyesha upendo kupindukia. Yaani kumpa zawadi, kuhangaika sana, kumweka kama Mungu mtu, unamweka kwenye kiti cha enzi, yaani unaanza kumtukuza na kumwabudu. Ukifanya hivyo tayari atakuchukulia kama wewe ni shabiki tu, fan. Wewe ni shabiki yake, unamkubali, unamsifia kila siku, unamuona kama yaani star. Kwa hiyo atakuweka katika nafasi ya ushabiki na sio mpenzi. Mapenzi yanahitaji balance. Jinsi ambavyo yeye anakuchukulia na wewe unavyomchukulia muweze kuendana. Heshima lazima iwe imebalance. La sivyo mmoja anakuwa shabiki, mwingine anakuwa ndio star. Kosa lingine ambalo unaweza kulifanya ni kutumia matusi, kutumia ubabe, kutumia ugomvi. Unamwona yupo sehemu unaenda kuanzisha vita. Unampenda sana, unatamani awe wa kwako, mrudiane, lakini wewe unatumia njia za ubabe na ugomvi. Mara nyingi sana hii haitamuonyesha kwamba unampenda sana in a positive way. Anaweza akakuona kwamba unampenda, ndio maana unafanya fujo, lakini akaichukulia katika hali negative. Akachukulia kwamba wewe una tabia za magomvi, wewe ni mkorofi, wewe ni mbabe, na akaangalia kwamba huko mbeleni pia utamsumbua. Kwa hiyo saa nyingine usitumie ubabe, matusi kumuonyesha kwamba unampenda kiasi gani. Hiyo haifanyi kazi. Atazidi kukuchukia, atakuona kero, atakuona wewe sio mstaarabu, ataona kwamba alikuwa sahihi kukuacha au kuachana na wewe. Na saa nyingine inaweza kumuogopesha zaidi kuwa karibu na wewe, akijua kwamba wewe sio mtu mwenye heshima. Hivyo hata kama una hasira sana, jitahidi sana kujiweka mbali na kutumia lugha mbaya na ugomvi kwa mtu ambaye hauna uhakika kwamba unaweza kumove on na kumwacha. Kwa mtu ambaye bado unahisi unampenda. Jitahidi kuweka heshima na kuweza kujicontrol na kujua kwamba hicho ni kipindi cha mpito na kesho bado iko wazi. Hakuna ijuaye kesho, inawezekana kesho mkarudiana na mkawa pamoja kwa sababu bado unampenda. Hivyo nenda naye kwa kutumia akili na sio kwa kutumia ukorofi, ugomvi na matusi. Kosa lingine ambalo watu wengi pia huwa wanafanya kwa maeksi zao, na si kwamba wanafanya moja kwa moja, ni wanajifanyia wao wenyewe ndani ya nafsi zao, ni kufikiria sana na kuchambua kila kitu. Mambo yote yaliyopita, jinsi ambavyo wamekufanyia, jinsi ambavyo waliongea, jinsi ambavyo walikuwa hajali, jinsi ambavyo walikuwa hakuthamini, hakuheshimu. Sasa mtu ambaye bado unamhitaji, hutakiwi kufikiria sana mabaya ambayo ameyafanya. Hutakiwi kuendelea kuwaza yale mambo yaliyopita. Kwa sababu kwa wale ambao wanajua masuala ya law of attraction, hapo ndipo unapojichanganya. Kwamba ndani ya nafsi yako unamhitaji mtu, bado unampenda, lakini katika akili yako kumejaa negativity, kumejaa mawazo mabaya. Kwa hiyo unaweka contradiction. Huku unampenda, huku unamwazia vibaya. Huku unamhitaji, huku unawaza mambo yanayokuumiza. Kwa hiyo hisia zako zinakuwa hazija balance. Yaani unakuwa huku bado unampenda, unamhitaji, mkae sawa, mwe pamoja, lakini bado unawaza alikutukana, alisema hivi, hakukujali, aliongea mambo mabaya, alikutendea ubaya. Yaani anayechanganyikiwa hapo sio yeye. Wewe ndio unayechanganyikiwa. Kwa hiyo lazima uweze kucontrol hiyo hali. Uweze kujielewa kwamba nafsi yako inataka nini, na uweze kweli kuyaachilia mambo yaliyopita yapite. Ufocus kwenye kile ambacho unakitaka kitokee tena kwenye maisha yako. Uwezi kufocus kwenye kumhitaji yeye arudi kwamba ni jambo jipya unalotaka litokee, lakini muda huo unafikiria mambo yaliyopita yaliyokuumiza.
umeyang'ang'ania. Kwa hiyo ni mchanganyiko wa vitu viwili vitakavyoendelea kukusumbua kwa muda mrefu. Utakuwa unashindwa kupiga hatua. Hata pale mtakapoanza kurudiana tena, utakuwa bado unafanya reference za mambo yaliyopita, ambapo itaendelea kukuchanganya. Kwa hiyo ni lazima ujitahidi kuacha kufikiria sana na kuconnect hizo dots kupitia vitu vilivyopita. Lazima uachilie mambo yaliyopita. Kuendelea kung'ang'ania hayo yaliyopita ni kosa linaloendelea kukuangusha usiweze kufanikiwa kumrudisha ex ambaye bado unampenda na umeshindwa kumove on, unamhitaji kwenye maisha yako. Ukiachana na hayo makosa ambayo tumeyataja, haya ni mambo mengine ambayo unaweza kuyafanya yatakayosaidia kumfanya yeye arudishe heshima kwako, akuheshimu na aanze kujiuliza mara mbili kwamba nilikosea kumwacha, nilikosea kukaa naye mbali, na aanze kukumbuka mazuri yako. Mpe nafasi ya kupumua. Yaani usimgande kwamba kila sehemu wewe upo. Anapotokea na wewe upo. Akiposti vitu umesha view, umesha like, yani upo nyuma yake muda wote. Mpe space. Mpe uhuru. Hiyo itamfanya kuheshimu. Itamfanya tena yeye wakati mwingine afikirie kwamba hichi kitu ninachokiposti fulani amekiona kweli. Huku unapoenda ambako ilikuwa ni utaratibu wetu kwenda, mbona fulani kama simuoni? Hivi atatokea kweli? Mpe space na yeye ya kuweza kufikiria, kukufikiria kuhusu wewe. Sio kwamba kila wakati anapotakiwa kuwepo wewe upo. Kiasi kwamba hata yeye asipotokea wewe ndio bado unayeumia, unapambana kuhangaika kutaka kujua, kufuatilia. Mpe space. Mpe nafasi ya kukumisi, usimgande. Hata kama labda mna kitu kinachowaunganisha, labda mna watoto au mna mtoto, bado usimgande, usimgasi. Mpe hiyo space. Usiwe mtu wa kutaka kila saa mawasiliano kwa ajili ya mtoto au mambo ya kuomba msaada, kufanyaje. Saa nyingine mpe nafasi mtu afikirie kwamba vipi, mbona kama pako kimya sana, mbona kama mtu hajali, mbona akumbuke mwenyewe. Mpe space. Jambo ambalo ni smart sana, ni kubwa kwenye kumfanya ex avutiwe na wewe na akuheshimu na atamani yeye mwenyewe kurudi kwako, sio kwa wewe kumlazimisha kulia na kutafuta huruma, ni kuanza kufanya kazi juu yako wewe binafsi. Yaani utoe focus kwenye kuongelea yeye, kumfuatilia yeye, kulalamika kuhusu yeye, na kuanza kujiweka wewe uwe sawa, kujitengeneza ukae sawa, kuvutia. Manake unataka avutiwe na wewe, basi jiweke kwenye mazingira ya kuvutia. Hauwezi kuvutiwa na wewe ukiwa katika hali ya kutafuta huruma, katika hali ya kunung'unika, kulia, kujielezea, kulalamika, unakuwa huvutii. Yaani hapo unatoa kitu kingine tofauti. Ni energy tofauti unayoipeleka kwake. Ili uvutie lazima uwe busy na maisha yako. Lazima ufocus kwenye kujiweka uwe na muonekano wa kuvutia. Kama kuna namna unajihisi, maki kuvutia kunaanzia kwako wewe binafsi. Kwa hiyo kama kuna namna unajihisi haujakaa vizuri, labda unajihisi wewe umenenepa sana, stress zimekunenepesha, kwa hiyo ndio muda wa kuanza kufanya mazoezi, kujiweka sawa, kufanya vidayati vya hapa na pale, ili ukae kwenye shape ambayo wewe mwenyewe ukijiangalia unavutia. Au kama jinsi ulivyo unajikubali, basi haina shida, endelea kujikubali, wala usijichukulie poa, usianze kusema kwamba kaniacha mimi kaenda kwa yule kwa sababu mimi niko hivi na hivi. Acha malalamiko, jiweke wewe ukae sawa. Na si lazima sana kwamba uanze kujibadilisha, lakini ni zaidi ni issue ya wewe kujikubali kama jinsi ulivyo. Pale ambapo unaona panafaa kurekebisha utarekebisha, lakini sana jikubali kama ulivyo na ujifurahishe kwanza nafsi yako, jikubali na wewe jinsi ulivyo. Kama kuna namna unajiona hauko sawa sehemu labda kiuchumi, sasa wewe anza kufanya kazi zako kwa bidii, jiongezee namna ya kujiingizia kipato ili mambo yako yakae vizuri. Kama kuna vitu ambavyo unavitamani kwenye maisha na unafikiri kwamba kuvipata ni lazima ufanye kazi, ni lazima uwe na pesa, sasa jiwekeze huko. Manake huko ndo kutakuweka busy na usitumie akili sana kumfikiria huyo ex, lakini ni kuongeza thamani kwenye maisha yako. Una add value. Kama jinsi ambavyo mlikuwa mwanzo, kuna vitu ulikuwa hauna, lakini baadaye
kuona, anaposikia habari zako, aone kwamba maisha yako yameongezeka thamani. Nikisema thamani maana nimeanza kuweka vitu, labda umejiweka vizuri, umefanya vidayati, labda umetafuta biashara zaidi, umekuza wigo wako wa kufanikiwa, umejiongezea elimu. Yaani kuna vitu ambavyo utavifanya vinaongeza thamani kwenye maisha yako. Kwa hiyo yeye ndio atakayeanza kujiuliza mara mbili kwamba huyu mtu je, nimempoteza au yeye kanipoteza? Yaani inabidi ajiulize mara mbili. Au aanze kukuheshimu, maana na heshima ndio inavyoanza kupatikana hapo, kwamba umefanya vitu extra, umeongeza vitu, umeongeza thamani kwenye maisha yako, umeongeza thamani kwenye utu wako. Maana sasa hivi sio utu wako ule wa kulialia, kubembeleza, kung'ang'ania. Sasa hivi umejidistance, umejiweka mbali, uko busy, humfuatilii, huhangaiki naye. Maana tayari kuna thamani umeongeza kwenye utu wako, tofauti na ile alivyokuwa akikutukana, anakujibu anavyojisikia, anakufanyia anavyojisikia, na wewe upo tu unamlilia. Ile ilikuwa thamani inashuka. Lakini sasa hivi ukijiweka mbali kidogo, ukajitenga naye kidogo, hii kila mtu anajua kuhusiana na mambo ya no contact, inafanya thamani yako ipande. Maana hana access ile ya kukupata kirahisi. Kwa hiyo thamani yako inapanda ukijumlisha na hivyo vitu ambavyo unavifanya kwenye maisha yako vinakuongezea thamani. Lazima yeye aanze kuvutiwa na wewe, na lazima aanze kukuheshimu. Na atakapofanikiwa tena kupata, na wewe utakapokubali tena kumrudisha kwenye maisha yako, lazima atakuwa na uoga wa kukupoteza. Maana wewe wa sasa hivi si sawa na wewe yule wa enzi zile, ambaye alikuwa akikwambia kitu kimoja, unaanza kulia, unaanza kulalamika, unachanganyikiwa. Sasa hivi anajua kabisa akikosea kitu unaweza kumwacha, unaweza kuendelea na maisha yako. Maisha yako hayafi, yanaendelea kukua na thamani inazidi kuongezeka kwenye maisha yako. Aiwepo kwenye maisha yako au asiwepo, hakuna kinachobadilika kwenye maisha yako. Kwa hiyo ili mtu aweze kukupenda tena, huyo ex wako aweze kuvutiwa na wewe na aweze kujisikia kutamani kurudi kwako, aweze kukubali hayo mazingira ambayo unayatengeneza ya yeye kurudi kwako, ni lazima kwanza akuheshimu. Na heshima utaitengeneza kwa kujidistance, kukaa mbali, na kujenga thamani yako, na kuacha kufanya yote ambayo tumeongelea huku, ambayo yanazidi kufanya heshima yako mbele ya macho yake, mbele ya akili yake ishuke. Na imani umenielewa na umejifunza kitu kikubwa. Kwa hiyo kama huja subscribe channel yangu, subscribe, like hii video, weka comment yako hapo, niambie kama umenielewa, share na watu wengine, na usisahau kugusa kengele ili nitakapo weka video nyingine uwe wa kwanza usikiliza, na tuendelee kujifunza kwa pamoja. Mpaka wakati mwingine, chao.